Majina naitwa Habiba Bou, ni afisa ustawi wa jamii, nafanya kazi na halmashauri ya wilaya Moshi. Kwenye mafunzo haya tumeona vitu vingi, tumejifunza sana masuala ya ukatili, lakini sasa tukiangazia masuala ukatili wa kijinsia, lakini tumeona changamoto nyingi sana zilizopo kwenye jamii, lakini tukaja na mapendekezo. Moja ya mapendekezo tumeona sasa ni kuimarisha mifumo kwenye jamii. Mifumo hiyo ni kama vile kuhuisha hizo kamati za mtakuwa, lakini pia serikali kutenga bajeti. Kwa maana tunaposema kuhuisha ni kwa maana kwamba kutenga bajeti ili kamati ziweze kukaa na kufanya kazi zake. Lakini pia tunao wahudumu wa afya ngazi za jamii kule, tunao kama parasocial workers, tunaita community health workers, community case workers, ambao wao ndio wanasaidia zaidi kuibua matukio haya kwenye jamii. Lakini hawa kwa mara nyingi sana wamekuwa, tunayo mashirika mbalimbali ambayo yanawasupport, lakini ni vyema sisi kama serikali pia tukachukua hatua ya kuweza kutenga bajeti ya kuweza kuwasupport, kwa sababu kazi hizi ambazo wanazifanya ni kazi za kujitolea, ili kuweza kuwatia moyo na kuweza kuendelea kufanya kazi, kwa sababu wanafanya kazi kubwa. Wao mara nyingi huwa wanaziibua hizo kesi na kuzifuatilia mpaka mwisho, mpaka kwenye level ya hukumu, kwamba kitu gani kimeendelea juu ya zile kesi ambazo wameziibua. Mimi kwa majina naitwa Juma Bukanu Jiduba, ni mganga mfawidhi wa zahanati ya Mtakuja iliyoko kata ya Mabogini, halmashauri ya wilaya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Ni semina nzuri kwa kweli, kwa sababu imejumuisha wadau karibia wote. Lakini kitu ambacho nimefaidika kutokana na hii semina ni kwamba nimejifunza namna mbalimbali ya kuweza kupambana na masuala ya ukatili wa kijinsia, na hususan katika maeneo yetu ya kazi, kuanzia ngazi ya jamii mpaka ngazi ya juu zaidi, kwa maana mahakama. Kwa hiyo mimi kama mdau mkubwa kabisa wa masuala ya ukatili wa kijinsia, lazima nitakapotoka hapa sasa nikajaribu kupambana na kuhakikisha kwamba mnyororo katika ngazi yangu unafanikiwa, na mtuhumiwa au mtu yote aliyehusika katika masuala ya ukatili wa kijinsia amefikishwa eneo husika kwa wakati. Na mimi kwa nafasi yangu kama daktari ambao nashughulikia na masuala ya ukatili wa kijinsia katika ngazi ya kituo, nitahakikisha kwamba mtu yote aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia atapatiwa tiba stahiki kwa wakati bila ucheleweshaji wowote. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba yule mhusika amepata haki yake kwa wakati bila ucheleweshaji wa namna yote ile. Ili kudhibiti au kumsaidia mhanga kuripoti swala la ukatili, swala la matukio ya ukatili wa kijinsia ni lazima iwe na mnyororo cheni. Yaani mtu mmoja au yule mhanga peke yake hawezi kuripoti lile, ni kumjengea uwezo kwa kushirikiana naye. Ziko ngazi mbalimbali, wadau mbalimbali. Kwa hiyo kwa kumpa elimu, anajengewa uwezo wa kwanza kujipambania na kuamini kwamba kile kitendo alichofanywa sio sahihi. Kwa hiyo yeye kama yeye asiwe na hofu ya kujieleza, kwa sababu swala ripoti ya matukio ya ukatili wa kijinsia yanakuwa ni kwa usiri. Kwa hiyo ni kumhakikishia kwanza atakapothibitisha lile jambo au kujieleza ni kwamba lile swala litakuwa ni siri. Kwa hiyo tunashirikiana kuanzia ngazi ya jamii, serikali za mitaa, serikali za kijiji, kata, dawati la jinsia, maafisa ustawi, hatimaye kufikisha swala lile ngazi zinazohusika. Amini sisi kama washiriki ambao tumepata elimu hii ya jinsi ya kutokomeza au kudhibiti matukio ya ukatili wa kijinsia, tumeandaa mpango kazi au tumejipanga kupeleka elimu hii iwafikie walengwa. Mafunzo tuliyopata sio kama tunaenda kubaki nayo au yatusaidie sisi, tunayapeleka kwa jamii. Kwa hiyo tumefanya mpango kazi, tutaanza kuunda mashuleni, kwenye mikutano ya vijiji, kwenye vikundi vyetu vya kikoba, vikundi vya ujasiriamali, kwenye vijiwe pia tutafikisha elimu hii kutokana na ratiba tuliyoiwekea. Lengo ni kwamba elimu hii wafikie walengwa, na naamini kwamba jamii ikielimika, vitendo vya ukatili vitatokomea au kupungua kwa asilimia kubwa. Mimi kwa majina ni Hussein Athumani Saidi, natokea maeneo ya Newland, na kule mimi ni makamu shehe wa kata. Mambo ya ukatili hayafanyiki kwamba mara nyingi tunawajenga watu kiimani, watu wamjue Mwenyezi Mungu, wajue kabisa kwamba
kufanya makosa, yani kufanya ukatili ni dhambi katika maisha. Kwa hiyo mtu akimjua Mwenyezi Mungu basi atakuwa akiwa ana hofu, yani tunajenga watu wawe katika mazingira ya hofu ya kumjua Mwenyezi Mungu, ili mtu awe na hofu kabisa kwamba kufanya kitendo kama hiki ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu, hataki ni dhambi. Lakini mbali kwamba, kwa hiyo ina maana mtu akishamwogopa Mwenyezi Mungu basi na hata katika sheria ndio hizo sheria ambazo ziko katika nchi yetu za serikali, ambayo serikali haitaki kufanyana mambo ambayo maovu, kufanya maovu, kwa sababu dini hairuhusu mambo ya ulevi, dini hairuhusu mambo ya ukatili wa aina yoyote ile. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu pia akakataza vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi ina maana unaposimamia masuala ya dini basi ina maana hapo moja kwa moja tu kabisa kwamba umesimamia pia na sheria zote ambazo serikali inazipingana nazo, kwamba haifai kufanya vitu vya namna hiyo. Mimi naitwa Safina Juma Mgala, ni mjumbe, nimekuja kwa nafasi ya mjumbe wa shule ya msingi. Elimu hii niliyoipata ya ukatili imenisaidia sana. Kule kijijini kwangu ukatili ni mwingi, elimu ni ndogo, lakini hii niliyoipata nitaenda kuwafikishia wanakijiji, nitaenda kuifikisha mashuleni kwa watoto. Yaani kile kizuri nilichokipata nitaenda kuwapa ili tupunguze hali hii ya ukatili kwa watoto na kwa jamii nzima. Yaani matukio kama haya ili yasijitokeze kule vijijini au sehemu nyingine yoyote, tunatakiwa kwanza tutoe ile elimu, lakini pili, linapotokea tatizo tushirikishe ngazi husika kuanzia chini mpaka juu ili tupate elimu ya kutosha na matukio kama haya yasijirudie. Ushirikishwaji kwenye jamii tushirikishe sana, haya matukio yatakuwa tunayapunguza kwenye jamii. Kwa majina naitwa Deogratias Temba, ni mwezeshaji kutoka mtandao wa jinsia Tanzania, ambapo tumekuwa hapa katika halmashauri ya wilaya ya Moshi kuendesha mafunzo kwa wadau wanaotekeleza jitihada za kutokomeza ukatili wa kijinsia katika ngazi ya kata na vijiji, na ni sehemu ya mradi wa kuvunja vikwazo katika kupambana na ukatili wa kijinsia katika kata ya Mabogini, ambapo leo pamoja na mambo mengine yote tumewaleta wadau kwa pamoja wanaofanya kazi hizi za masuala ya ukatili wa kijinsia kutoka katika ngazi ya kata, ngazi ya vijiji kwenye kata ya Mabogini, na wengi wanatoka kwenye kamati za mtakuwa, kamati za shule, kamati za zahanati, lakini kuna wazee wa mila, kuna viongozi wa dini, kuna maafisa ustawi wa jamii, kuna maafisa maendeleo ya jamii, lakini pia kuna wasaidizi wa kisheria ngazi ya kata ambao ni paralegal, lakini pia tumeweka pamoja maafisa ustawi wa jamii ngazi ya wilaya, tumeweka pia pamoja polisi, dawati la jinsia na watu wa mahakama au ofisi ya mashtaka ya serikali. Na katika muunganiko huu tumeweza kuona jinsi ambavyo wadau hawa wameweka mikakati ya pamoja namna ya kuweza kutatua changamoto za ukatili wa kijinsia, lakini pia kutekeleza mtakuwa au mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto. Wadau wamependekeza mambo kadhaa ya kufanyika ambayo pia wameweka kama mikakati yao wenyewe ambayo wakirudi kwenye ngazi ya vijiji na ngazi ya kata wataenda kufanya. Moja hapo ni kuenda kuweka sheria ndogo ndogo kwa kushirikiana na wenye vituo vijiji ili kuzuia kutokomeza ukatili wa kijinsia, lakini pia kuendelea kutoa elimu mashuleni, kuunda klabu za jinsia mashuleni, lakini pia kuwa na mijadala mara kwa mara, lakini pia kuenda kuweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba kuna mfumo wa kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia na kuzishughulikia kwa haraka, lakini pia wametengeneza mtandao hapa wa kuimarisha mahusiano na ya ule mnyororo na kuhakikisha kwamba kesi za ukatili wa kijinsia wataendelea kuzishughulikia kwa haraka kwa kushirikiana na wadau kama polisi na watu wa mahakama.